unategemea nini katika maisha yako? Hapo ulipokaa, matumaini lako liko kwa nani? Ni nani ambaye unamtegemea katika maisha yako? Hapo ulipo sasa hivi, ikiwa unasema unamtegemea Mungu, ni kweli unamtegemea Mungu? Na ikiwa unamtegemea Mungu kweli, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kukuyumbisha katika maisha. Ikiwa unashuhudia ya kwamba mimi katika maisha yangu ninapaswa nitambue ya kwamba ninayepaswa kumtegemea ni Mungu peke yake na wala sio kitu kingine. Je, ni kweli mategemeo yako yapo kwa Mungu, ama kuna kitu kingine unachokitegemea? Biblia inasema nini? Pale mwanadamu anapoamua kutegemea vitu vingine badala ya kumtegemea Mungu. Pale mimi ninapoamua kutegemea aidha ni kazi peke yake ama ni mali, Biblia inaeleza nini kuhusiana na kuto kumtegemea Mungu? Tukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 50, hapa Isaya anaanza na swali. Anasema, Isaya sura ya 50 mstari ule wa 10, anasema, ni nani miongoni mwenu ambaye Bwana aitie sauti ya mtumishi wake? Ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana aitie sauti ya mtumishi wake? Hilo ni swali. Yeye aendaye katika giza wala hana nuru, yeye alitumainia jina la Bwana na kumtegemea Mungu wake. Isaya anaanza kwa kuuliza swali. Ni nani miongoni mwetu? Ni nani kati yetu tuliokuja hapa siku ya leo anayemtegemea Bwana wake? Je, wewe ni miongoni mwa wale ambao wanamtegemea Mungu, ama wewe ni miongoni mwa wale ambao wanategemea vitu vingine tofauti na kumtegemea Mungu wake aliyemuumba? Sasa Isaya anapojiuliza hili swali, na wewe unapaswa kujiuliza, je, ni mimi ambaye ninamtegemea huyu Mungu? Na kwa nini ninapaswa kumtegemea Mungu? Kwa sababu katika maisha ya mwanadamu hakuna msaada mwingine wowote utakaopatikana mahali popote isipokuwa kwa Mungu peke yake. Kutegemea mali ni sawa, unaweza kuwa umetegemea mali zako, lakini mali zina kikomo. Unapoamua kutegemea kitu fulani, aidha umeamua kutegemea waganga, wachawi, utambue ya kwamba hivi vitu vina mwisho. Na mwisho wake, unapokuwa unategemea hivi vitu, mwisho wake hautakuwa mzuri, utaishia pabaya. Ni nani kati yetu aliyekuja hapa anayemtegemea Mungu? Je, ni wewe? Ikiwa ni wewe, nikupe ushauri jioni ya leo ya kwamba kuwa miongoni mwa watu watakaomtegemea Mungu katika maisha yako yote. Na ukiamua kumtegemea Mungu, usimtegemee nusu-nusu. Wakati mwingine unakuwa upo kwa shetani, uchawi kidogo. Wakati mwingine unaenda hadi kwa waganga wa kienyeji, yani usitegemee Mungu nusu-nusu. Tegemea Mungu kwa maisha yako yote kikamilifu kabisa. Na hapo ndipo utakapoona jinsi Mungu atakavyokutendea mambo makubwa katika maisha yako.
Vitu hivi ambavyo vinapita vinaweza vikatuburudisha kwa muda, vikatupa amani ya moyo kwa muda, lakini sikiliza, utakapokuwa umefika mwisho, Mungu naye atakuwa amechora mstari ya kwamba wewe ulichagua kutegemea mwanadamu, ulichagua kutegemea mali. Na ndio maana watu leo wanapoitwa kuja katika ibada za siku ya Jumatano, ibada za maombi, wengine wanaona ni kitu kigumu sana kufunga ofisi kwa lisali moja kuja kukutana na Mungu wake. Leo hii makanisa ya mjini tumekuwa ni watu wa siku ya Jumamosi peke yake, lakini ikija siku ibada za katikati tunaanza kuhesabu 1, 2, 5, 10, kwa sababu watu wameshindwa kuelewa nani wanapaswa kumtegemea katika maisha yao. Mwanadamu anapaswa aelewe ya kwamba hata hiyo kazi ulio nayo ni Mungu amekupa. Hiyo biashara unayoifanya ambayo unaona kuacha biashara yako kwa dakika chache uje ukutane na Mungu wako, umeona ni kitu kigumu, alafu unasema unamtegemea Mungu. Unamtegemea Mungu, unategemea mali zako. Mungu atusaidie. Sikiliza, kitabu cha Marko sura ya 10 anasema, wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia watoto jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Yesu mwenyewe anashuhudia kwa kinywa chake. Anasema mwanadamu yoyote anayetegemea mali zake, anayetegemea kazi zake, anayemtegemea mwanadamu, hiyo ni ngumu kuingia katika ufalme wa Mungu. Ikiwa Yesu mwenyewe ameshuhudia kwa kinywa chake, mimi ni nani? Hapa nawakumbusha tu ya kwamba hupaswi kutegemea kitu chochote katika maisha yako. Mtegemee Mungu peke yake. Hapo ndipo utakapokuwa na nafasi katika ufalme wa Mungu. Fungu letu la 3 linatoka katika kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari ule wa 5, na tutamalizia na Yeremia sura ya 17 mstari wa 7. Yeremia sura ya 17 mstari wa 5 anasema, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Huyu ni nabii Yeremia anasema, hakuna baraka utakayoipata pale utakapoamua kutegemea mwanadamu. Amelaaniwa mtu yule ategemeaye nani? Mwanadamu, na kumfanya ndiye kinga yake. Kumtegemea mwanadamu ni pamoja na kuamini katika nguvu za giza. Yaani unapoamua kwenda kwa waganga, maanake kwamba wewe umeamua kuamini nguvu za giza kuliko kuamini nguvu za Mungu. Hapo umemtegemea mwanadamu. Unapoamini nguvu fulani za kichawi, yani wewe uwezi ukafanya vitu vyako kwa nguvu za Mungu, unatumia nguvu za kichawi, hapo umelaaniwa kwa sababu umemtegemea mwanadamu. Ikiwa kuna kitu chochote ambacho umeona hiki kitu kwa kweli mimi ninakipenda, na hata iweje siwezi nikakiacha ili niende kwenye ibada,
hicho kitu kimekuwa ni kikwazo cha wewe kukutana na Mungu, hapo umemtegemea mwanadamu na wewe umelaaniwa. Kwa maana hiyo, hata wale marafiki zangu tunaoacha kuja kanisani, tunaenda kuangalia mpira wa Simba na Yanga, mpira wa Yanga sijui na nani anacheza siku ya Jumatano, na huu ni muda wa ibada, ibada inaendelea, wewe upo kwenye mpira. Umelaaniwa, umemtegemea mwanadamu badala ya kumtegemea Mungu wako. Mtegemee Mungu katika maisha yako. Lakini sikiliza, kuna fungu ambalo linatupa matumaini na linatutia moyo jioni ya leo, na ndio itakuwa fungu letu la mwisho. Kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 7 anasema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Rafiki yangu, ukitaka baraka katika maisha yako, mtegemee Bwana. Ukitaka kubarikiwa katika biashara yako, mtegemee Bwana. Hata katika hivyo vitu unavyovipenda sana, mtegemee Bwana. Mtegemee Bwana hata katika hali ngumu ya maisha unayokutana nayo. Mtegemee Bwana hata katika mambo magumu, hata katika yale maswali mazito na magumu ulionayo katika maisha. Mtegemee Bwana peke yake, maana kumtegemea Bwana kuna baraka tele. Haleluya! Una biashara nzuri, lakini Mungu umemweka pembeni. Una kazi nzuri, lakini Mungu umemweka pembeni. Umesoma, una ma PhD, lakini Mungu umemweka pembeni. Una kila kitu, vitu vingi vinavyokupa furaha katika maisha, lakini Mungu umemweka pembeni. Inafika siku ya Sabato, unashika Biblia na kitabu cha nyimbo, unakuja kanisani. Na wakati Mungu haujampa kipaumbele katika maisha yako. Amelaaniwa yule amtegemeaye mwanadamu, lakini amebarikiwa yule anayemtegemea Mungu. Kitu chochote kisikufanye ukatengana na Mungu wako. Hata katika misiba, katika magonjwa, katika changamoto mbalimbali, katika mambo mengi yanayotuvunja moyo, usikubali kutengana na Mungu wako. Endelea kuweka tumaini lako kwa Mungu, endelea kumtegemea Mungu, nawe utabarikiwa. Maana tumeambiwa katika Biblia, amebarikiwa amtegemeaye, ambaye Mungu ndio tegemeo lake. Tukitaka kinga katika maisha yetu, tumtegemee Mungu. Tukitaka ulinzi katika maisha yetu, tumtegemee Mungu. Inawezekanaje kumtegemea Mungu peke yake? Of course inawezekana, kwa sababu yeye anaweza yote, na yeye ndiye aliyetoa ahadi, na ahadi za matumaini zilizojaa faraja katika maisha. Amesema tumtegemee, naye atatubariki. Nikutie moyo jioni ya leo, amua ama chagua kumtegemea Mungu katika maisha yako. Mungu atubariki tunapotafakari somo la leo katika jina la Yesu. Amen.